Ni siku nyingine na kukaribisha mtazamaji wa The Golden Boot hapa Annual TV, mahali ambako tunazungumza masuala ya kimichezo. Kesho Young Africans wanashuka dimbani kukabiliana na timu ya AS FAR Rabat kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi ni Usama Hamisi Usama, nikukaribisha kwa mara nyingine tena. Twende sambamba tukaona hiki ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Annual TV na pia kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, huko kote tunatumia Annual TV. Mimi pia unaweza kunipata kwa Usama. Siko peke yangu, nipo na bwana Leopard John ambaye atatupitisha kuangalia kiufundi ni namna gani ambavyo Young Africans wanapaswa kufanya, au nini na nini Young Africans wanapaswa kufanya ili waweze kupata matokeo ya ushindi dhidi ya AS FAR Rabat kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa hatua ya makundi barani Afrika kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa. Leopard, naam, inakuaje mzee wangu? Shwari. Leo ni siku nyingine tena tunakutana, tunakuja kuzungumza jambo linalohusiana na Young Africans. Kesho wanashuka dimbani kwenye uwanja wa Amani Complex kuwakabili AS FAR Rabat kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kitu gani Young Africans wanapaswa kukifanya ili waweze kupata alama tatu ambazo ni muhimu pengine kuliko kitu kingine chochote kile toka msimu huu umeanza? Moja kwa moja utakwenda na falsafa za mwalimu Pedro Goncalves. Nikianza kuzungumzia AS FAR kwa wale ambao wasioifahamu, tunafahamu nchi za kaskazini mwa Afrika, nazungumzia ukanda wa Arabu, wamekuwa wakitumia sana, tunasema kwamba ni ule mpira wa kufunguka, lakini Young Africans kwa kipindi hichi tunaiangalia imekuwa ni timu ambayo inacheza mpira wa kumiliki sana, yani possession footballs, wakati wenzao AS FAR wao wakiwa wanafanya ule mpira transitions football, wakiwa wanafanya mashambulizi kwa haraka zaidi, wanafanya transitions kuanzia nyuma kwenda mbele kwa timu pinzani kwa haraka zaidi. Unakuja kuangalia eneo la Yanga ambalo tunalizungumza kwa wakati huu, ni Yanga ambayo bado haijawa sawa kwenye kiuchezaji. Yanga imekuwa ina struggle kwanza kwenye kufunga, and the way unakuja kuangalia Yanga ina struggle kucheza kama timu kwa sehemu nyingine. Unakwenda kucheza na AS FAR ambao kwenye ligi kuu ya Morocco hivi sasa wanashika nafasi ya pili nyuma ya Wydad Casablanca. AS FAR kiuchezaji wamekuwa bora kweli kweli. AS FAR kwenye eneo la ushambuliaji wana mtu kama vile Reda Aslim, mchezaji raia wa Morocco ambaye yupo kwa mkopo kutoka kikosi cha National Al Ahly. Nafikiri wengi wao watakuwa wanamfahamu, ameshawahi kuifunga Simba Sport Club kwenye mchezo wa ile michuano ya African Football League msimu wa mwaka 2022, mechi ambayo iliisha bao 2-2 dhidi ya National Al Ahly uwanja wa Benjamin Mkapa. Reda Aslim alifunga moja ya magoli ambayo mechi hiyo ilisha kwa sare. Young Africans tena wanakuja kuizungumza eneo lao shambuliaji wamekuwa wana struggle. Kwa hiyo ni kukaa chini kwa mwalimu Pedro pamoja na msaidizi wake Pedro pia waweze kukiangalia kuelekea kwenye huu mchezo wanaingia na plani gani hasa. Kosa kubwa ambalo Young Africans kama wakilifanya itawagharimu leo, kesho na hata milele dhidi ya AS FAR mechi ya kesho, ni kwamba wakijaribu kuingia kwenye mfumo wa AS FAR wacheze kama AS FAR wao wanavyotaka. Tunafahamu timu za kaskazini zikija katika uwanja wa ugenini mara kadhaa wao wamekuwa wakihitaji sare tu pekee ndio ambayo inawafaa. Kwa hiyo wao muda mwingi watakuforce wewe ufanye makosa, wakati wao huku wanataka kufanya counter attack ambazo zitakuwa zina madhara kwa upande wako, na wao kwenye upande huo wako bora kweli kweli. Wana watu ambao wana speed, wana kasi, wana kila kitu ambacho kama mchezaji anatakiwa hawe nacho. Kwa Young Africans hicho kitu hatukioni kwa wakati huu. Timu inaonekana kama vile haina fitness. Kuna wakati unakuja kuona timu inashindwa jinsi ya kufanya transition kutokea nyuma kwenda mbele kwenye timu pinzani, lakini pia unakuja kuangalia Young Africans wana injuries player ambao watawamiss kwenye mchezo huo. Nafikiri mtu kama vile Clement Mzize eneo la ushambuliaji una miss mshambuliaji bora ambaye ametoka kushinda goli bora la msimu uliomalizika, unamkosa kwenye eneo hilo la ushambuliaji. Lakini still pia namba 10 wako ambaye amekuwa akionekana mara kadhaa Mudathiri haya basi una 50-50 ya kwenda kumpata au kumkosa. Kwa hiyo unakwenda kuingia kwenye mchezo ambao ni muhimu kwako ukiwa hauna zile silaha ambazo ni muhimu kwa upande wako. Kwa hiyo mwalimu Pedro
Goncalves anahitaji zaidi kuwa bora kiufundi kwenye eneo hilo, kuwasoma AS FAR kwa sehemu moja ama nyingine. Kwenye eneo la katikati wa Young Africans, mahali ambapo anacheza Duke Abuya, Azizi Adabwile na Musa Balakonte, ni sehemu ambalo kama halijapata mwenye nalo. Lakini kwenye michezo ya awali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Azizi Adabwile alionekana kuwa bora kwenye lile eneo. Lakini kwenye Ligi Kuu Tanzania bara tumemwona amecheza Duke Abuya baada ya Romain Folz kuwa ameondoka. Tutarajie tena kesho Pedro atabadilika, atakuja na mchezaji mwingine, au anaweza kasiki kwenye hawa wawili, either Adabwile au Duke Abuya, au anaweza katufanyia surprise akaja na Balakonte. Mimi naamini kwamba Mwalimu Pedro Goncalves tayari ameshapata kikosi chake kwenye timu ya Young Africans. Hao wote ambao umewataja, Azizi Adabwile kwenye eneo la kiungo la chini, anakuwa kama vile holding midfielder pasei. The same kwa Duke Oga Abuya, huyu tunasema ni box to box midfielder ambaye ana sifa ya holding ndani yake. The same kwa mtu kama vile Musa Balakonte, huyu ni deep line playmaker. Muda mwingi utamkuta yupo dimba la chini akiwa anafanya kazi yake ya kuvunja kuni. Kwenye mechi dhidi ya AS FAR unahitaji mchezaji ambaye ana tanki kubwa la kutosha kwenye physical, lakini pia kiungo ambaye ana uwezo wa kutoa timu chini kuipeleka juu. Ukiangalia kwenye hao viungo watatu ambao nimewazungumza hapa, Duke Oga Abuya ndiye ana huo uwezo wa kufanya timu icheze kwa sehemu kubwa overall kwenye kiwanja. Tazama kwenye eneo la kiungo, ukiwa na mtu kama vile Duke Oga Abuya ambaye atafanya majukumu matatu kiwanjani, atakaba, atapiga pass, the way pia atakwenda kuattack, una advantage. And then una Maxim pia Nzengeli ambaye atatokea kama wings ambaye ana cut in, anakwenda kuongeza namba ya viungo kiwanjani, atakupa advantage. And then kwa juu una mtu kama vile Mohamed Doumbia ambaye huyu tunasema ndio attacking midfielder pasei, ambaye kazi yake kubwa ni kufanya connections kati ya kiungo cha ulinzi pamoja na kiungo cha ushambuliaji. And then still mwalimu atakuwa na advantage, aende na Lassine Kouma kwenye eneo la namba 8 au aende na Mudathir Yahya Abbas kama akiwa fiti, unakwenda kupata faida. Lassine Kouma ni mzuri kwenye kupiga pasi, long way passes anaweza kuzipiga. Mudathir Yahya Abbas tunamfahamu bora wake kwenye kutibua mipango ya timu pinzani. Kwa hiyo unakwenda kuangalia Mwalimu Pedro Goncalves anakuwa na advantage kubwa ya viungo ambao wana sifa tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye eneo la kiungo kwa Young Africans, kama Mwalimu Goncalves akiwasoma vizuri viungo wa AS FAR, namna ambavyo wamekuwa wanacheza na the way ambavyo viungo wake ambao anakwenda kuwategemea kwenye huu mchezo, nafikiri Young Africans wanaweza wakawini battle kwenye eneo la kiungo kuelekea kwenye huu mchezo. Kwenye safu ya ushambuliaji ya Young Africans kumekosa utulivu, kwa maana ya mtu ambaye ni dominant kwenye ile nafasi. Tunamwona Prince Dube anacheza kwenye lile eneo, lakini pia Andy Boyer naye anacheza kwenye lile eneo. Ni wachezaji wawili wanaocheza kwa namna mbili tofauti, yani style of play. Kwenye huu mchezo dhidi ya AS FAR Rabat hapo kesho, unadhani ni mchezaji gani ambaye Pedro anapaswa kumwamini kwa nature ya mchezo jinsi ulivyo? Aende na Andy Boyer au aende na Prince Dube? Swali zuri of course. Tunategemea kwamba AS FAR itakuwa ni timu ya pili kiwanjani kwenye mchezo. Muda mwingi watakuwa wapo nyuma wakiwasubiria Young Africans waje, and then wao wafanye counter attack kwa haraka kweli kweli, maana wana wachezaji ambao wako sharp kwa kimatendo, lakini pia kwenye kufanya maamuzi wakiwa na mpira. Tumeangalia mchezo uliopita wa NBC Premier League, Young Africans dhidi ya KMC aliswaga kweli kweli kuweza kufunga Prince Mpumelelo Dube kutokana na kile ambacho walikifanya KMC. Walikuwa wanafanya tunasema ni walikuwa wanafanya ile low block, wapo nyuma wote kwa wingi, ilikuwa inamnyima uhuru mtu kama vile Prince Dube ambaye yeye amekwisha kuzoea kufanya zile movement kwenye ile edge ya box ya timu pinzani. Lakini mara baada ya kuingia mtu kama vile Andy Boyer, physical appearance yake, namna alivyo, jinsi ambavyo anaweza kuacha tunasema kwamba ni kuwaada walinzi wa timu pinzani, alifanikiwa kwa sehemu moja ama nyingine. Binafsi yangu naamini Andy Boyer anaweza kwenda kuwa ni striker ambaye chaguo namba moja la Mwalimu Pedro Goncalves kuelekea mchezo huu, kutokana na kile ambacho FAR Rabat tunakifikiria kwamba huenda wakaenda kukifanya kuelekea kwenye huu mchezo, kwa kuwa nyuma muda mwingi wakiwasubiri Young Africans waje.
Atazama namna ambavyo Young Africans ikiwa bora kabla hajafikia goli la timu pinzani. Wana mtu kama vile Pacome Pedro Zouzoua amekuwa bora kwenye kufanya dribbling, lakini pia kwenye cutting, lakini pia wana mtu kama vile Celestine Yakua mara kadhaa amekuwa akifanya hivyo hivyo. Maxim pia Nzegeli the same amekuwa akifanya kazi kama hiyo. Ande Boyeli jukumu lake mama itakuwa ni kukaa kwenye edge ya box akisubiri hawa wote wafanye pilika yeye kama killers aweze kufanya hiyo kazi. Kuna muda unakuta Young Africans wanafanya transition nzuri, wanafika kwenye box, Prince Dube amekwisha fanya immigration zake, haonekani kwenye box kama mshambuliaji. Ande Boyeli ni standing striker kweli ambaye anajua kufunga akiwa kwenye box, anajua afanye nini akiwa kwenye box la timu pinzani, nini afanye kwa wakati gani. Kwa hiyo naamini kwamba mechi ya Young Africans dhidi ya AS FAR, mshambuliaji ambaye anafaa hasa kwa kuwashughulikia AS FAR ni Ande Boba Boyeli. Mara Pacome Zouzoua hapatikani kwenye mchezo wa kesho. Kwa sababu tofauti kama binadamu zimemkumba, hayupo kwenye mchezo wa kesho. Nani anaenda kuchukua nafasi yake ili Yanga iweze kupata matokeo yale ambao Watanzania wengi tunayatarajia? Pacome Zouzoua ni mchezaji wa kipekee akiwa kiwanjani. Ndio maana watu wanasema kwamba ni X factor, mchezaji ambaye ana sifa za kipekee. Wapo wachezaji ambao wanaweza wakakava nafasi ya Pacome Pedro Zouzoua, lakini sio kwa kadri ambavyo Pacome Zouzoua anaweza kaimprove kitu kiwanjani. Unaangalia eneo ambalo yuko Pacome Pedro Zouzoua, unaweza ukampata mtu kama vile Ofen Chikola kwa sehemu moja ama nyingine, lakini pia kuna bwana mdogo Indi Munjon ambaye pia anaweza akacheza kwenye upande huo, lakini pia kuna mtu kama vile Fadli Musa Mariksha. Hao pia wote niliowazungumza wanaweza wakacheza kwenye upande huo. Issue kubwa inakuja kwamba hawa ambao nimewazungumza hapa wanaweza wakatoa kile kitu ambacho Pacome Zouzoua anakideliver akiwa kiwanjani, hawata kufikia ile nusu. Ndio inakuja kuwa swali hapo, lakini naamini Pacome Pedro Zouzoua atabakia kuwa Pacome, jinsi ambavyo anacheza na the way uwepo wake kiwanjani, namna ambavyo wanafanya kazi kubwa akiwa kiwanjani, na hata hawa wengine ambao pia nimewataja wana kazi zao kiwanjani. Kwa hiyo Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri ambaye ana umuhimu kwenye kikosi cha Young Africans kuelekea mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwenye michuano mikubwa barani Afrika ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Hiyo ndio Young Africans ambayo kwenye siku za hivi karibuni imezua gumzo kutokana na aina yake ya uchezaji. Wapo baadhi ya watu wanaosema pass the ball to Pacome Zouzoua then inshallah tutakutana baadaye, lakini wapo wengine wanaoamini kwamba Young Africans inacheza vizuri. All in all kinachohitajika ni alama 3. Tutaona improvement. Young Africans wamebakia kwa pale pass the ball to Pacome then inshallah, au Young Africans itakuja kucheza ule mpira ambao wanayanga wengi wamekuwa wakijinasibisha nao. Till next time, kila la kheri kwa Young Africans kwa mchezo wao hapo kesho dhidi ya AS FAR Rabat. Tutakutana hapa kuangalia ni kitu gani ambacho kitakuwa kimejiri na tutaona ni ubora upi ulioamua mchezo.